Maafisa wa usalama katika eneo la pwani ya Yemen wamethibitisha kuwa meli ya mafuta inayotambulika kwa jina la MT Hassan, ambayo inalipia na kupeperusha bendera ya nchi ya Tanzania, imetekwa na majambazi 7 wenye silaha wanaoshukiwa kuwa maharamia wa Kisomali. Akizungumza kupitia ripoti za kimataifa za usalama wa baharini na mfumo wa ufuatiliaji wa vyombo vya majini, afisa wa usalama wa ukanda huo amebainisha kuwa chombo hicho cha kibiashara kilivamiwa na kuchukuliwa mara baada ya kuondoka katika bandari ya Mokala nchini Yemen, kikiwa njiani kuelekea bandari ya Bosaso iliyopo nchini Somalia. Utekaji wa meli hii yenye usajili wa Tanzania katika Ghuba ya Aden unaleta pigo kubwa na hofu mpya katika sekta ya usafirishaji wa nishati ya mafuta na biashara ya kimataifa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Meli hiyo ambayo ilikuwa ikisafiri kwa kasi mdogo wakati ikipita kwenye maji ya kimataifa karibu na pwani ya Yemen, kwa sasa inashikiliwa kwa nguvu karibu na eneo la Karula katika jimbo la Bari lililopo ndani ya jimbo linalojiutawala la Puntland nchini Somali. Hatua hii inaonyesha wazi kurejea kwa tishio la uharamia ambalo lilikuwa limedhibitiwa kwa miaka kadhaa iliyopita kupitia doria za kijeshi za kimataifa katika maji hayo. Mfumo wa kufuatilia mwenendo wa vyombo vya baharini ulikuwa umepokea taarifa za eneo ililopokuwa meli hiyo kabla ya mfumo wake kuzimwa au kuzuiliwa kufanya kazi mara baada ya kuvamiwa na maharamia au wenye silaha. Maafisa wa usalama wa bahari walibaini kuwa meli hiyo haikufanikiwa kutoa ishara ya dharura kabla ya kudhibitiwa kikamilifu na watekaji hao. Ukosefu wa taarifa za haraka kuhusu idadi kamili ya wafanyikazi waliokuwa ndani ya chombo hicho, taifa wanakotoka, pamoja na hali zao za kiafya unazidisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa mamlaka za usafirishaji wa baharini na wamiliki wa chombo hicho ama vyombo vya usafiri. Vyombo vya habari vya kimataifa na mashirika ya ufuatiliaji wa usalama wa majini yamebainisha kuwa mamlaka za serikali ya Puntland pamoja na wamiliki au wasimamizi rasmi wa meli hiyo ya MT Hassan bado hawajatoa tamko rasmi ya kueleza hatua zinazochukuliwa kuwakomboa wafanyikazi au chombo hicho. Hali kadhalika, vikosi vya kimataifa vya wahamiaji vinavyofanya doria katika Ghuba ya Aden na magharibi mwa bahari ya Hindi navyo havijatoa taarifa za kina kuhusu operesheni yoyote ya ukosoaji ama uokoaji, jambo linalofanya mchakato wa majadiliano au uokoaji kuwa wa utata mkubwa na mgumu kufuatilia. Mazingira ya kijiografia ya eneo ambapo meli hiyo imewasilishwa na kushikiliwa yanaonyesha uwezo wa maharamia hao kutumia maeneo yasiyo na udhibiti mzuri wa kiserikali ili kuendesha shughuli zao za uhalifu. Jimbo la bahari lililopo Puntland limekuwa likitumiwa mara kwa mara na vikundi vya uharamia kama ngome ya kuficha na kushikilia vyombo vilivyotekwa wakati wakisubiri majadiliano ya madai yao. Kutekwa kwa meli inayopeperusha bendera ya Tanzania kuna lasimu mamlaka ya usimamizi wa usafiri wa baharini nchini Tanzania na mamlaka za kidiplomasia kufuatilia kwa karibu ili kubaini hatari zozote zinazoweza kuwapata raia au mali zilizomo ndani yake. Wachambuzi wa masuala ya usalama wa baharini wanaeleza kuwa kurejea kwa matukio ya uharamia katika pwani ya Somali na Ghuba ya Aden kunachangiwa na kupunguza kwa doria za mara kwa mara za kijeshi na wanamaji wa kimataifa katika miaka ya hivi karibuni. Kupungua huko
kwa ulinzi kumetoa mwanya kwa vikundi vya uhalifu wa bahari kujipanga upya na kuanza kushambulia vyombo vya biashara vinavyopita katika njia hizo muhimu za usafirishaji wa mafuta na bidhaa kati ya Asia, Mashariki ya Kati na Afrika Mashariki. Madhara ya kiuchumi ya matukio haya yanatarajiwa kuongeza gharama za bima kwa meli zote zinazotumia bendera za nchi za Afrika Mashariki au zinazopita katika pwani ya Somali. Makampuni ya usafiri wa mafuta yatatakiwa kuongeza gharama za ulinzi binafsi au kutumia njia ndefu za bahari ili kuepuka maeneo hatari, jambo ambalo mwishowe linapandisha bei za bidhaa na nishati ya mafuta katika masoko ya ndani ya nchi za ukanda huu ikiwemo Tanzania. Nchi ya Tanzania imekuwa ikisajili vyombo mbalimbali vya baharini vya kimataifa nchini kwa mfumo wa usajili wa wazi, ambapo meli kutoka mataifa mbalimbali zinapewa idhini ya kutumia bendera za Tanzania kisheria. Tukio hili la kutekwa kwa meli ya MT Hassan linaiweka nchi katika nafasi ya kutathmini upya mifumo ya ufuatiliaji wa vyombo vinavyosajiliwa nchini ya bendera ama chini ya bendera yake ili kuhakikisha vinapata ulinzi na kufuata taratibu za kimataifa za usalama wa baharini kabla ya kupitia maeneo yenye athari mkubwa. Mawasiliano kati ya mashirika ya usalama ya kimataifa na serikali ya Somalia yanaendelea ili kubaini nia ya maharamia au saba waliopanda kwenye chombo hicho. Uzoefu wa matukio ya nyuma unaonyesha kuwa maharamia wa Kisomali mara nyingi hutumia mbinu ya kushikilia meli na wafanyakazi wake ili kudai kiasi kikubwa cha fedha kutoka kwa wamiliki wa vyombo au makampuni ya bima kabla ya kuachilia chombo hicho na kuruhusu kuendelea na safari zake. Taarifa za kiufundi zinaonyesha kuwa meli hiyo ya MT Hassan ilikuwa ikitembea taratibu kabla ya kushambuliwa, jambo linaloonyesha kuwa maharamia hao walipanga mashambulizi hilo kwa umakini mkubwa kwa kutumia boti ndogo zenye mwendo kasi. Mbinu hii ya kutumia boti za kasi kuingilia meli kubwa za mafuta imekuwa ikitumiwa kwa muda mrefu katika ukanda wa Ghuba ya Aden, ambapo maharamia hutumia fursa ya kasi ndogo ya meli na mizigo ili kupanga kwa kutumia ngazi na silaha moto bila kugunduliwa haraka. Ukiangalia kwa umakini mwenendo wa usalama wa baharini katika kanda hii, utekaji wa meli hii unakuja kama athari kubwa kwa sekta ya usafirishaji wa baharini. Kudhibitiwa kwa chombo hicho katika eneo la Karula kunaiweka serikali ya Puntland katika mtihani mwingine wa kudhibitisha uwezo wake wa kurejesha amani na utulivu katika maeneo yake ya pwani. Mamlaka hizo zinapaswa kushirikiana na viongozi wa kimila na vikosi vya doria vya kimataifa ili kuhakikisha kuwa kundi hilo la maharamia alipata hifadhi ya kudumu wala nafasi ya kuendeleza vitendo vyao vya utekaji.